Chumvi ni bidhaa ya kawaida sana katika maisha yetu ya kila siku. Lakini je, umewahi kufikiria kwa kina kuhusu chumvi? Hiyo chumvi ambayo waitumia hapo nyumbani. Wengi tumezoea kuitumia chumvi kwa matumizi ya kawaida, lakini kwa ujumla chumvi ina matumizi mengi mno. Na hapa nazungumzia chumvi ya mawe. Chumvi hii ya mawe, chumvi ya asili, imekuwa ikitumika kwa karne nyingi katika tiba za jadi. Lakini pia chumvi hii hutumika katika lishe bora na hata katika masuala ya kiroho. Leo kupitia hapa Chakula cha Ubongo, nitakwenda kukufungua macho na kukuonyesha nguvu na maajabu ambayo yamejificha ndani ya chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe huhifadhi madini muhimu kama vile magnesium, calcium, potassium na iron. Madini haya ni muhimu sana kwa afya ya mwili, kwani husaidia kuimarisha mifupa, kusawazisha maji mwilini na kuboresha utendaji wa misuli na neva. Chumvi ya mawe si tu kiungo cha kuongeza ladha ya chakula, bali chumvi ya mawe ni hazina ya afya yenye manufaa makubwa mno mwilini. Kuijua chumvi na kuitumia kwa usahihi kunaweza kuboresha maisha yako kwa kiwango kikubwa zaidi. Leo kupitia hapa Chakula cha Ubongo, ni wakati wako wa kubadilisha mtazamo wako kuhusu chumvi na kuanza kufurahia nguvu na maajabu ya chumvi ya mawe. Kuna mtu ukimwambia kuhusu chumvi ya mawe kwamba chumvi ya mawe ni tiba, atakwambia ushirikina huo. Na wakati ukisoma Biblia takatifu, Nabii Elisha aliitumia chumvi kutibu maji yaliyokuwa hayafai kwa matumizi. Nenda kasome kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 2, mstari wa 19 hadi 21. Utaona huo mkasa wa Nabii Elisha kutumia chumvi kutibu maji. Kwa hiyo ukimwambia mtu kwamba chumvi ni tiba, akasema ni ushirikina, ajui maandiko huyo, mwambie akasome neno, aache maneno. Na sio Elisha tu, hata maji ya baraka hutiwa chumvi. Wakatoliki wanafahamu sana kuhusu hii. Chumvi yenye miujiza ni ile ya mawe, acha hii chumvi ya viwandani. Chumvi ya mawe ina uwezo wa kuosha mwili uliochafuka. Mwili uliochafuka hupata shida nyingi mno za magonjwa, uchovu na fadhaha, na hata usingizi huwa wa mang'amng'amu. Weka glasi ya chumvi ya mawe uvunguni mwa kitanda chako. Hakuna nguvu yoyote ile ya kipumbavu itakudhuru. Fanya leo uone. Unaweza pia ukafanya sala kupitia chumvi, na hii tunaiita sala ya chumvi. Unaweza ukaichukua chumvi ya mawe alafu ukaipigia dua pale. Ewe chumvi uliyeumbwa toka asili ya dunia ilipoanza, kama utunzapo vitu, tunza mwili wangu. Kama utakasavyo vitu, takasa mwili wangu ning'are. Alafu tia kwenye maji yako, nenda kaoge. Utakuja hapa kuleta mrejesho. Chumvi ni utakaso. Chumvi inaondoa uchafu wote wa kichawi na kiroho. Chumvi inafungua vifungo vyote vilivyofungwa juu yako. Mpaka zama za pili za mawe, hakuna chumvi iliyokuwa mbaya. Kutokula chumvi katika mwili wako ni kifo. Lakini siku hizi tunaambiwa chumvi ni hatari. Lakini zamani huko, mpaka zama za pili za mawe, hakuna chumvi iliyokuwa mbaya katika mwili wa binadamu. Leo hii unaambiwa chumvi ni hatari, chumvi ni kifo. Sasa kulikoni leo tunaambiwa kwamba chumvi ni hatari? Zamani wahalifu walikufa gerezani kwa kunyimwa chumvi. Walikuwa hawapewi chumvi na walikufa taratibu taratibu, mdogo mdogo. Hii maana yake nini? Usipokula chumvi unakufa. Ndiyo, zamani huko ukifungwa gerezani, mojawapo ya adhabu ni kutopewa chumvi. Usipopewa chumvi unakufa mdogo mdogo. Sasa maana yake ni kwamba chumvi ni uhai. Usipokula chumvi utakufa. Kama ubongo na uti wa mgongo vimo katika mfuko wa chumvi, kitaalamu inaitwa cerebrospinal fluid. Ndugu yangu, tukiacha chumvi tutaathiri ubongo. Haya, hata yale maji yanayopatikana katika mfuko wa uzazi wa mama unaosaidia katoto kakae sehemu salama, kaelee tu, yale maji pia yana chumvi. Kitaalamu maji yale huitwa amniotic fluid.
Sasa unadhani bila chumvi tungetoka duniani? Mimi ningekuwa hapa leo? Chumvi ilianza kunipa ulinzi tangu nikiwa tumboni mwa mama. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu niko hapa leo. Machozi yetu, jasho letu, damu yetu ni chumvi pia. Haja yako ndogo ni chumvi pia. Manii zetu ni chumvi. Wataalamu wa afya wanasema mifupa inamiliki 27% ya chumvi yote katika mwili. Mifupa inapokosa chumvi inakuwa dhaifu. Sijui mpaka hapo unaelewa umuhimu wa chumvi katika mwili. Leo hii tunaambiwa chumvi ni hatari. Chumvi inasababisha presha na balaa nyingine kibao nyingi mno. Na imefikia hatua sasa watu wote wanaogopa chumvi. Hawaitaki chumvi katika maisha yao. Kwani hata ule usemi usemao amekula chumvi nyingi, unadhani umetokea wapi usemi huo? Umekuja tu? Hapana. Wakisema amekula chumvi nyingi, maana yake ameishi maisha marefu. Maana yake sasa chumvi ni maisha. Tunaambiwa tule chakula chenye chumvi kidogo au chakula ambacho hakina chumvi kabisa. Sasa juu itakuwaje kuhusu afya zetu? Si ndio kifo hicho? Kama chumvi ni mbaya, kwa nini huwa inachanganywa kwenye dripu? Kila siku zinavyozidi kwenda, tunaishusha thamani chumvi. Zamani huko chumvi ilitumika kama fedha, ndio maana likaja neno salary. Salary limetokana na salt, yaani chumvi. Zamani huko dhahabu na chumvi vilikuwa sawa kwa thamani. Chumvi ilitumika kuhifadhia misosi. Chumvi inafukuza nzi. We safisha tu meza yako hapo kwa maji ya chumvi, nzi wote wataondoka, hawatokaa. Chumvi ni dawa ya fangasi ukeni. Chukua maji ya moto ya vuguvugu, tia chumvi, jifukizie. Wiki moja tu utakaa sawa, fangasi ukeni wataondoka. Dada, mama, bibi, binti, upo, tumia hiyo, utaondoa fangasi huko. Unapambana sana lakini haupigi hatua. Jua haujakaa vizuri katika ulimwengu wa roho. Unahitaji utakaso, na hapa tumia utakaso wa chumvi. Chumvi ni utakaso. Chumvi ya mawe ni kama sabuni. Kazi kubwa ni kujisafisha tu. Ukifanya hivyo maisha yako yataanza upya. Chumvi inaondoa mpaka stresi. Kama mapigo yako ya moyo yanaenda mbio, weka kipande cha chumvi mwishoni mwa ulimi. Kiache hapo hadi kiyeyuke, utakaa sawa. Chumvi husafisha na kuondoa makohozi. Huondoa changamoto, kikohozi kubana na sauti kukwama. Hata wenye tatizo la kutoka udenda, waambie wale chumvi, udenda utaisha. Kwa wenye tatizo la usingizi, ogea maji yenye chumvi, utapata usingizi mzuri. Chukua kiasi kidogo cha chumvi, nyunyuzia kuzunguka kitanda au chumba, hata nyumba yako. Fanya hivyo huku ukinuia ama ukifanya manuizi yako, utaona mambo yanakuwa sawa. Kwa mama ambaye una mtoto na unanyonyesha mtoto, ukitoka kwenye mikusanyiko ya watu ama kwenye mishemishe zako huko, oga maji yaliyotiwa chumvi kabla hujamnyonyesha mwanao. Umetoka zako kikoba, mishemishe zako huko mtaani, una mtoto mdogo nyumbani ananyonya. Ukifika nyumbani, kabla ya kumpa ziwa mwanao, oga maji ambayo yametiwa chumvi. Baada ya hapo kampe ziwa mwanao. Hata kwa wale wenye matatizo ya kutokwa na damu kwenye fizi, cha kufanya ni kuloweka chumvi kwenye maji ya vuguvugu, kisha sukutua katika fizi hizo, damu itakata. Chumvi ya mawe huimarisha uwezo wa kufikiri, huweka kumbukumbu sawa, na ndio maana hata mifugo inapogundua kuna kichuguu kina chumvi, mifugo hawachezi mbali na hilo eneo. Kila ukiwafungulia watakimbilia kwenye hicho kichuguu ambacho kina chumvi. Fikiria, hadi wanyama wanafahamu umuhimu wa chumvi. Chumvi ya mawe ina uwezo wa kufukuza mapepo wachafu mwilini. Chukua maji ya mvua au maji ya kisima nusu kikombe, changanya na chumvi ya mawe kiasi, mnyweshe mtu aliyepandwa na pepo. Hakika utaona maajabu. Pepo ataondoka na kusahau mlango alioingilia.
mwisho wa siku mtu huyo atakuwa sawa. Chumvi ya mawe ina uwezo mkubwa wa kuzuia chuma ulete. Weka chumvi ya mawe sehemu ambapo unaweka pesa zako, chuma ulete hapo hawezi kugusa pesa zako hata kidogo.